Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka asi wengine, bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka hapa, unazungumzia Simba Sport Club kutoka kule Afrika ya Kusini, ambako wapo sasa hivi na wakijiandaa na mchezo wao mkubwa kabisa, mchezo ambao umebeba hisia za mashabiki wengi wa Simba Sport Club, kwa sababu ya kwamba hii ni nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hapa ni Simba anaitafuta fainali ya kombe la shirikisho, na unafahamu ya kwamba ana mtaji wa bao 1-0, lakini anaelekea ugenini kwa Stellenbosch, ambapo mchezo huo unatafsiriwa kwamba huenda ukawa ni mchezo mgumu kwa pande zote mbili. Sasa kuna mambo ambayo yameweza kujili huko Afrika ya Kusini, mimi nimekusogezea hapo, utakwenda kujua kila kitu ambacho kimeweza kujili, kizuri na kibaya, vyote kwa pamoja utakwenda kuvijua hapa katika taarifa yako ambayo nimekusogezea wakati huu. Nikumbushe ya kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo na subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya Simba Sport Club. Bana, taarifa inazidi kuwa kubwa kweli kweli kuhusiana nyota ambao wako pale ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Kuna baadhi ya nyota ambao watakosekana katika mchezo huu mkubwa kabisa ambao klabu ya Simba wanauona kama ni mchezo wao ambao watakwenda kuweza kuwafikisha katika hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Unaambiwa katika kikosi cha klabu ya Simba wachezaji ambao wameweza kuondoka nao mpaka sasa inaelezwa ya kwamba kuna wachezaji ambao hawatoweza kucheza katika mchezo huo kutokana na kile ambacho kinachoendelea katika kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Taarifa ambavyo iliyotolewa muda huu inaeleza ya kwamba klabu ya Simba kutokana na kile ambacho kinachoendelea kwa mchezaji wao si mwingine bali ni beki wa kati ambaye amekosekana katika michezo kadhaa, lakini hivi karibuni alionyesha kwamba atahitaji ama yuko anaendelea vizuri kuweza kurudi katika mchezo huu dhidi ya Stellenbosch. Hapa nazungumzia Chemalon Fondo. Unaambiwa Chemalon ataendelea kuzikosa mechi zijazo za klabu hiyo kutokana na kutokuwa fiti baada ya kukaa nje kwa muda mrefu akiuguza majeraha yake. Hivyo basi katika pia huu mchezo ambao unaotarajiwa kwenda kupigwa tarehe 27 siku ya Jumapili, inaelezwa kwamba hatakuwa tena katika kikosi hiko, ijapokuwa amesafiri na timu, lakini hatakuwa miongoni mwa wachezaji ambao watakaopata nafasi ya kuweza kucheza. Lakini wakati tunaendelea na hayo, pia inaelezwa kuwa golikipa wa Tanzania, hapa nazungumzia Tanzania One Aishi Salum Manula, ambaye pia na yeye si sehemu ya kikosi cha klabu ya Simba, na inaelezwa kwamba klabu ya Simba pia ilikuwa na mashaka naye, ndio maana wakaweza kumuacha. Inaelezwa Aishi Manula si sehemu ya kikosi cha wachezaji 23 ambao wako pale Afrika ya Kusini. Badala yake Musa Kamala, Ali Salim na Hussein Abeli ndio magolikipa watakao kuwepo katika mchezo huo wa hapa nazungumzia nusu fainali Afrika ya Kusini. Hussein Abeli unaweza kujiuliza, huyu ni bora kuliko Manula? Ali Salim ni bora kuliko Manula? Jibu ni hapana. Experience bado Manula ni bora kuliko wote, lakini apewi heshima yake kama wanavyostahili ndani ya kikosi cha klabu ya Simba. Simba ni klabu kubwa, pia ina viongozi bora. Pamoja na yote aliyopitia Manula kafanya makubwa sana. Kwa nini Manula si sehemu ya kikosi kinacho patikana pale Afrika ya Kusini? Kigezo gani kimetumika kumbakisha Manula Tanzania? Unaona bana, uamuzi kama huu wa kocha Fadru, je, utakuwa ni uamuzi sahihi? Simba ni timu kubwa, inapaswa kuendeshwa
kisasa. Unaona bana, ni moja kati ya maoni ya mdau akiweza kuyazungumza hayo juu ya kile kinachoendelea kwa sasa uko Afrika ya Kusini, kwa kile ambacho kinachozungumzwa kwa wakati huu. Unaona bana, lakini kocha Fadlu Davis inaelezwa kwamba amegeuka mbogo, awapa adhabu wachezaji hawa. Ni adhabu gani hiyo ambayo amewapatia wachezaji wake hao, na ni kina nani ambao wamepatiwa adhabu na kocha Fadlu Davis? Tuenda kutizama taarifa hii, ambapo inaeleza kwamba kocha mkuu wa klabu ya Simba amesema kuwa wachezaji wote wa klabu ya Simba walionyesha kiwango kibovu katika mchezo wao wa kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Stellenbosch. Kulingana na taarifa, mechi hiyo ilikamilika kwa Simba kupata ushindi wa bao 1-0. Mechi hiyo ilichezwa katika uwanja wa New Amani Zanzibar. Fadlu Davis alisema wachezaji wake, kutokana na kiwango kibovu ambacho wachezaji walionyesha kwenye mchezo dhidi ya Stellenbosch, mipango yake ilikuwa kumaliza mechi hapa Tanzania, lakini wachezaji hawakufanya hivyo, na muda huo akawaambia hakuna kuenda mapumziko. Kwa hiyo wachezaji wake wote walikuwa kwenye kambi ya mazoezi ili kuboresha ubora wao. Ilikuwa ni pigo kubwa kwao, kwa sababu hakuna ambaye aliweza kuondoka nyumbani hadi mchezo wa mwisho ambapo wachezaji wote hawakwenda majumbani kwao. Ikumbukwe kuwa Simba wamesafiri kuelekea Afrika Kusini kupambana na Stellenbosch katika raundi ya pili, ambapo utakwenda kushuhudia bonge moja ya mechi, ambapo klabu ya Simba wao tayari wameweza kutanguliza mguu mmoja ndani katika hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini katika hesabu zingine ambazo klabu ya Simba wanazipiga katika wakati huu, unazungumzia kile ambacho kinaendelea huko katika kile ambacho kimeweza kuzungumzwa leo hii. Ni pia Simba wameandaa dozi kwa Stellenbosch, ambao Stellenbosch na wenyewe ambao wanaonekana kutokuwa kinyonge kabisa, kwa sababu nimekwambia hii game ni game pengine ambayo itakuwa na mambo mengi. Wakati rais wa heshima na mwekezaji wa klabu ya Simba Mo Dewji akimkingia kifua kiungo mshambuliaji wa timu hiyo Jean Charles Ahoua, naoza msaidizi wa wekundu wa Msimbazi Simba Shomari Kapombe amesema mpango wao ni kwenda kuanza kazi upya ya kuwakabili Stellenbosch wakiwa wamesahau bao moja walilopata nyumbani. Stellenbosch itakaribisha Simba katika mechi ya marudiano hatua ya nusu fainali, ambapo Simba wenyewe wanasema ya kwamba wataingia uwanjani kwenye mechi ya marudiano kama vile hawana chochote ambacho walichokipata pale katika uwanja wa New Amani Zanzibar. Kwa hiyo wakienda pale wataenda wako hapa, nazungumzia kama vile ambao hawajapata goli. Kwa hiyo tusubiri kuweza kuona ni yapi ambao watakaweza kujili katika haya ambao nimekusogezea. Ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.